Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba yupo hatarini kufutwa kazi na mkuu wake Samia Suluhu. Hii ni baada ya makosa haya mazito kuweza kuibuliwa dhidi yake. Mtazamaji, je, ni makosa gani haya na kwa nini Mwigulu Nchemba yupo hatarini kufutwa kazi? Like video hii alafu subscribe, kisha niambie unanisikiliza ukiwa mkoa gani kabla tusonge mbele. Msuguano mkubwa wa kisiasa unaendelea nchini Tanzania. Hii ni baada ya chama cha upinzani ACT Wazalendo kumtumia barua Rais Samia Suluhu Hassan ya kutaka kufukuzwa kazi Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwa madai kuwa ameshindwa kutekeleza majukumu yake kuhusu uwajibikaji, ulinzi wa raia na usalama wa taifa. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kuna uwezekano ya kwamba iwapo ombi hili litakubaliwa, huenda Mwigulu Nchemba akalazimika kujiuzulu au huenda Mwigulu Nchemba akalazimika kufutwa kazi na bosi wake Samia Suluhu. Na watazamaji, hii sio kama taarifa zingine tu za kisiasa. Hitaji hilo limezua mjadala mara moja katika duru za kisiasa na mitandao ya kijamii na miongoni mwa raia wa kawaida, kwa sababu linagusa mojawapo ya masuala nyeti zaidi katika nchi yoyote ile, ambayo ni uwajibu wa viongozi wakati maswali kuhusu usalama wa umma na raia na uwajibikaji yanapotokea. Lakini kabla hatujaingia ndani zaidi katika hadithi au habari hizi, kuna swali moja ambalo Watanzania wengi sasa wanajiuliza. Kwa nini ACT Wazalendo wameamua kutoa matamko makubwa hivi sasa dhidi ya waziri mkuu? Ni nini hasa kilisukuma chama cha upinzani kutaka hadharani kutaka kung'olewa au kufutwa kazi kwa mmoja wa viongozi wa ngazi za juu wa serikali ya CCM nchini? Chama hicho kinahoji kuwa wananchi wanastahili majibu wakati wowote wasiwasi mkubwa unapojitokeza kuhusu usalama wa umma, usalama wa raia, usalama na ulinzi wa haki za msingi za binadamu. Jambo moja ambalo ACT Wazalendo walisisitiza leo ni kupotea kwa kijana mmoja maarufu kutoka wilaya ya Manyoni mkoani Singida. Kwa mujibu wa chama hicho cha upinzani, muda mwingi umepita tangu tukio hilo kutokea. Wengi walisema ya kwamba alitekwa nyara, wengine wasijue alitoweka kwa namna gani. Bado familia na wananchi wanaendelea kutafuta majibu ya wazi kuhusiana na kilichotokea. Na hii, mtazamaji, ndo moja ya sababu kuu ambayo itapelekea Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kuwa na uwezekano wa kufutwa kazi. Chama hicho cha upinzani ACT Wazalendo kinashikilia kuwa mamlaka zinapaswa kutoa taarifa za kina na kuhakikisha kuwa uchunguzi unafanywa kwa uwazi na dhahiri. Mjadala hauhusu tu mtu mmoja tu aliyepotea, badala yake imebadilika na kuwa mjadala mpana zaidi kuhusu uwajibikaji wa serikali ya CCM. Viongozi wa upinzani kutoka ACT Wazalendo wanahoji kuwa maafisa wakuu lazima wawe tayari kujibu maswali magumu kila matukio yanayowahusu raia yanapotokea chini ya ulinzi wao. Msimamo wao unatokana na imani kwamba imani ya umma wa Watanzania inaimarishwa wakati viongozi wanaposhughulikia masuala waziwazi badala ya kuruhusu kutokuwa na uhakika kuendelea. Wakati huo huo, mtazamaji wangu, wafuasi wa serikali wanaweza kuona hali hiyo kwa njia tofauti kabisa. Wengine wanasema kwamba uchunguzi tata mara nyingi huchukua muda na kwamba mahitimisho hayapaswi kabisa kufikiwa kabla ya ukweli wote kuthibitishwa. Wanaamini kwamba maamuzi yanayohusisha maafisa wakuu kama Mwigulu Nchemba au waziri mkuu yanapaswa kutegemea ushahidi, uchunguzi rasmi na wakina, na kuweka taratibu za kisheria badala ya shinikizo la kisiasa. Na hiyo inatuleta kwenye swali muhimu katika habari hizi. Je, uwajibikaji unamaanisha nini hasa katika mfumo wa kidemokrasia nchini? Na je, inawataka viongozi kujiweka kando wakati wowote matatizo yanapotokea, au inazitaka taasisi kwanza kuanzisha wajibu kupitia uchunguzi na kufuata taratibu? Maswali haya sasa ni kitovu cha mjadala wa kisiasa unaohusu matakwa na maombi ya ACT Wazalendo ya kutaka Mwigulu Nchemba afutwe kazi. Hata hivyo, mtazamaji, wachambuzi wa kisiasa wanaona kwamba wito wa kujiuzulu au kufutwa kazi kwa Mwigulu Nchemba ni sifa za kawaida za kidemokrasia ya ushindani. Vyama vya upinzani kama ACT Wazalendo mara nyingi hutumia matakwa kama haya kuangazia masuala ambayo wanaamini yanastahili kuzingatiwa zaidi na umma. Ikiwa madai hayo yanakubaliwa ni suala jingine kabisa, lakini lengo la kisiasa mara nyingi ni kuongeza tu shinikizo kwa maelezo na hatua. Watazamaji, kuna pembe nyingine ambayo
ambayo haipaswi kupuuzwa katika habari hizi. Wakati wa mzozo huu wa kisiasa ni muhimu. Tanzania inapita katika kipindi cha mijadala mikali ya kisiasa sasa hivi, huku masuala yanayohusu utawala, mageuzi, uhuru wa umma na uwajibikaji yakizingatiwa zaidi kutoka kwa makundi ya upinzani na wafuasi wa serikali. Wadadisi wengi wanaamini kauli ya hivi punde ya ACT Wazalendo ni sehemu ya jitihada pana zaidi za kujiweka katika nafasi nzuri katika masuala ya uwajibikaji na uwazi. Kwa kudai hatua katika ngazi za juu za serikali, chama hichi cha upinzani ACT Wazalendo kinatuma ujumbe kwa wafuasi kwamba kinanuia kubaki hai katika maamuzi yenye changamoto na kuibua wasiwasi ambacho kinaamini kuwa huathiri wananchi wa kawaida. Hata hivyo, wakosoaji wanaweza kusema kwamba matakwa hayo ya ACT Wazalendo wakati mwingine yanaweza tu kuchochewa kisiasa. Wanaeleza kuwa vyama vya upinzani kama ACT kwa kawaida hutafuta fursa na sababu za kuwapa changamoto wale walio madarakani kama CCM, hasa huku ushindani wa kisiasa unavyozidi kupamba moto. Kwa mtazamo huu, wengine wanaweza kuona wito huo kama sehemu ya mkakati mpana wa kisiasa badala ya jibu kwa matukio maalum. Kwa hivyo siku zijazo zinaweza kuwa muhimu zaidi. Je, viongozi wa serikali watajibu moja kwa moja kero zinazotolewa na ACT Wazalendo? Au je, taarifa zaidi zitaibuka kuhusiana na masuala yaliyozua mzozo huo? Na pengine muhimu zaidi, je, mjadala huu utaleta mijadala mipana zaidi kuhusu jinsi uwajibikaji unavyopaswa kufanya kazi katika mfumo wa kisiasa wa Tanzania? Kwa sasa jambo moja liko wazi. Wito wa chama cha ACT Wazalendo kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan kumvua madaraka Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba umehakikisha kuwa maswali kuhusu uwajibikaji wa uongozi, uwajibikaji wa umma na imani ya wananchi wa Tanzania yataendelea kubaki kwenye doa la taifa. Iwapo mahitaji yatasababisha hatua yoyote au yanachochea tu mjadala zaidi wa kisiasa, bado haijajulikana au kuonekana, lakini mjadala ambao umeanzisha hauwezekani kutoweka hivi karibuni. Hata hivyo, wakati wa Tanzania wakiendelea kufuatilia yanayoendelea kuhusiana na ombi hili la kufutwa kazi kwa Waziri Mkuu wa Tanzania, wengi watakuwa wakiangalia si tu mijadala ya kisiasa bali hata majibu ya serikali kuhusiana na ombi hili, kwa sababu mwishowe, watazamaji, zaidi ya hotuba, shutuma na mabishano ya kisiasa, kile ambacho wananchi wa Tanzania wanataka kujua mara nyingi ni uwazi, uwajibikaji na imani kwamba wasiwasi wao unasikilizwa. Na ndiyo maana habari hii huenda ikasalia kuwa mojawapo ya matukio ya kisiasa yanayotazamwa kwa karibu zaidi nchini Tanzania siku ya leo. Hata hivyo, mtazamaji, nikikamilisha habari au taarifa hizi, ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section. Je, unaunga mkono kuvuliwa madaraka kwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba au kufutwa kazi kwake? Au je, wewe pia unaunga mkono ya kwamba aweze kujiuzulu? Na kuacha uwanja huo wa maoni au wa comment chini ya video hii uweze kunijuza comment au mtazamo wako. Vile vile mtazamaji, like video hii, subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.